Habari ndugu zangu, naomba leo tujadili kidogo kati ya wenye nacho na wasiokuwa nacho. Nani anabaki nyuma kutafuta ukombozi? Maskini anasema kwani anapata nini? Tajiri anasema kwani anakosa nini? Japo nchi ni yetu na ni taifa la wote, umoja uko wapi? Mbona hauonekani? Wachache wanawekwa watumike kama chambo. Lissu yuko jela anatupigania sisi, Polepole kakamatwa akitupigania sisi, lakini sisi tuko wengi. Ila kwa nini sisi hatuwezi kuungana kuwapigania wao? Nyerere alisema matajiri huungana kumkabili mnyonge, lakini wanyonge hawawezi kuungana ili wamkabili mwenye nguvu. Tazama, Tundu Lissu kakubali kwa jela kumtetea maskini. Mtazame pia Mange amekubali kuacha kazi yake ili kumtetea maskini. Watazame wanaharakati wengi na wapenda haki wengi wameamua kujitoa kafara ili kumtetea maskini. Lakini jiulize, ni nani analipa gharama? Ni mama anayeamka alfajiri kuuza mchicha? Je, ni kijana anayekimbiza ndoto barabarani bila ramani? Wakati wachache wanakula meza moja na dola, sisi tunagawana sahani tupu na ahadi za jana. Wanatuambia tuvumilie kwamba kesho itakuwa bora, lakini kesho inakuja imevaa sare ile. Sheria zinabadilika, mateso yanabaki pale pale. Demokrasia ni neno zuri, ila vitendo havionekani. Tundu Lissu akasimama bila hofu, kisha akaona gereza si mwisho wa maisha, kwa sababu ukweli hauhitaji ruhusa kuzungumza. Polepole naye akapaza sauti, mkono wa dola ukawa juu yake. Hapa ndipo tunaona thamani ya ujasiri kwa vitendo. Julius Nyerere alisema, umoja wa wanyonge ni silaha, lakini tumegawanywa kwa dini, makabila na njaa. Maskini akimwona maskini mwenzake anamuona kama adui, wakati adui halisi anakunywa chai juu ya jasho letu. Mange Kimambi aliacha kazi yake akachagua kelele na mapambano ya haki, kwa sababu kimya mbele ya dhuluma ni usaliti. Lakini sisi bado tunabishana mitandaoni. Likes na shares havivunji mnyororo ya uonevu. Nauliza tena, umoja wetu uko wapi? Na kama tuko wengi, kwa nini sauti zetu ni dhaifu? Kama nchi ni yetu, kwa nini tunaishi kama wageni kwenye nchi yetu? Hii si rap ya burudani, hii ni ripoti ya mtaani, ni kilio cha wasio na kipaza sauti. Tumezoea kulalamika chini ya paa la woga. Kila mmoja anasema mimi sina cha kufanya, lakini historia haijawahi kubadilishwa na wanaokaa kimya. Ilibadilishwa na waliokubali kuumia kwa ajili ya wengi. Leo ukisema ukweli wanakuuliza uko chama gani, kana kwamba haki inahitaji kadi ya wanachama. Ukipiga kelele unasema unatafuta umaarufu, lakini ukikaa kimya unasema haujali taifa. Hapo ndipo mfumo unapopandikiza tofauti, kabla hata ndoto haijajua yote upande gani. Wanatuchezea akili kwa neno subra, wakati wao hawajawahi kuvumilia njaa. Sheria zikitungwa kwa mikono safi, lakini zinatekelezwa kwa viatu vya matope. Ukiwa maskini, kosa lako lina adhabu mara mbili. Ukiwa tajiri, kosa lako lina maelezo maelfu. Haki inapotazama pochi kabla ya uso, ndipo taifa linaanza kuoza taratibu. Na bado wanashangaa kwa nini vijana wana hasira. Hasira si uhalifu, ni ishara ya jeraha. Tatizo si kelele za mtaa, tatizo ni viziwi waliokalia viti vya maamuzi. Hii si chuki, ni uchungu uliokaa muda mrefu, ni sauti ya waliokandamizwa bila kuandikwa kwenye ripoti. Kama leo hatutasimama kama wamoja, kesho historia itatuuliza mlikuwa wapi?